Katika taarifa ya kutisha na kutamausha, msichana mmoja wa umri wa miaka 17 ameuawa kinyama na mwili wake kuchomwa moto. Kisa na maana alikataa kuolewa na mwanamume wa umri wa makamo wa takriban miaka 55 kule kaunti ya Wajir. Hatua za kumlinda Gaal Aden Abdi dhidi ya mauti hayo hazikufua dafu. Gaal ni msichana anayetokea kwa familia ya kambi ya wakimbizi ya Dadaab. Hamed Abdalla anatupakulia. Gaal Aden Abdi aliolewa kwa lazima na Mohamed Kasim Tifo pasi na kuridhika kwake. Gaal alichukuliwa kwa nguvu kutoka nyumbani kwao kambini na kusafirishwa umbali wa kilomita 150 hadi Habaswein katika kaunti ya Wajir, ambako alikutana na jamaa aliyekuwa anataka kumuoa kwa jina la Mohamed Kasim Tifo. Gaal alihofia maisha yake na akakataa kuolewa. Siku 27 baadaye, siku za kuvumilia mateso na kipigo bomani mwa bwana huyo kutokana na kuasi kwake katika kuipinga ndoa hiyo, ndipo alipotolewa uhai. Kabla ya kuuawa, Gaal alisimulia jinsi mume huyo na jamaa zake walivyokuwa wakijaribu kumlazimisha kusalimu amri, wakitumia udhaifu wake kama msichana mkimbizi mwenye umri mdogo. Gaal anasema anapigwa kila kukicha. kataba kudartad silaaweynimada kataba ay udartaween kastan oo idila nin inta kuma haasti warkan dhahna meesha laga maqaad waan u garbixisay garawas haasta 24 saac oo idila habeen hadan guriga gal qorxay dhacdo baa liidila nin ma haastani. Jumamosi Machi ya tarehe 22, Gaal alipiga simu kwa mama yake na babake wa kambo usiku. Sauti yake ilitetemeka huku ikizungumzia hatari ilivyokuwa ikimkabili. Simu iliyofuata ambayo familia yake ilipokea ikitoa habari za kusikitisha za kifo cha Gaal. laga soo baxay taraawixida ayna la soo hadashay hadda li kortagan waan li bareeha telefonkana waa liga qaadahay inuu tiri. Kulingana na upekuzi wa matibabu ulioonekana na NTV, matabibu walibaini kuungua kwa 100% kwenye mwili wake, huku akiwa na majeraha ya uti wa mgongo. Mwili huo ulipatikana ukiwa nje ya nyumba ya kupanga, ukiwa umeteketea sehemu zote. Mavazi ya Gaal yalikuwa na madoa ya damu na maji mwilini, yakiashiria uwezekano kwamba msichana huyo aliuawa na mwili wake kuchomwa moto. Familia ya mamake sasa wanaiomba serikali kuchukua hatua kali kwa washukiwa hao watatu, huku mshukiwa mkuu akiwa tayari amekamatwa. Hamed Abdalla, NTV.